pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, bless you. Nimekumbuka miaka 50 nyuma, sio leo, 1975. Sasa wale tulioimba miaka 10 ya mwanzo ndio mtatuona leo, halafu na wale mlioendelea mpaka kupokea kina Nyagwaswa. Ile 10 ya mwanzo 75 mpaka 80 na mimi nilipozaliwa nilikuja tupu, sikuwa na chochote, nilikuwa tupu. Mimi nilipozaliwa nilikuja tupu, sikuwa na chochote, nilikuwa tupu. Nilingie nini? Nijivunie nini? Nilingie nini? Nijivunie nini? Yote ni Bwanangu mpaji, mali na kila kitu ni vyake, nililobaki ni mwabudu. Huyu bwana alikuwa anapiga gitaa akiwa mwenyewe tu. Kumbe wakati mle kanisani bwana anapiga akiongeza kabisa. Mwanamke anasema nimekubali. Mpaka tukampata Monica, piga kigelegele. Monica alikuwa haimbi kwaya, alikuwa mshirika mchungaji, alikuwa mtoto wa Sunday school kama wale. Amekaa kule. Sisi tunaimba kanisa la zamani. Kumbe huyu bwana akiwa naye anapiga gitaa kama ulivyosema watu wa muziki wapige, na anasema nipo. Huko anapiga na mwambia Monica. Kwa hiyo mpaka leo wakafunga ndoa kanisani kabisa. Tena ilikuwa kanisa lile, hawa ndio wa mwisho lile kanisa lilovunjwa. Si ndio hivyo? Harusi yao ilifanyika mwaka 87 kule kanisa la zamani mjini kule. Mwanakosi, mnakumbuka? Ni safari iliyoanza na unyenyekevu mkuu miaka 50 iliyopita. Katika vilima vya Sengerema, sauti ziliungana si kwa ajili ya sifa za wanadamu, bali kama dhabihu ya sifa. Niko hivi mimi kwa sababu ya kanisa. Ukweli ni huo. Amen. Nilipokuwa kijana, nilikuwa naimba makongoro. Sikujua madisco, sikujua pombe, sikujua sigara, ilikuwa ni kwaya tu. Ukitoka kazini, kipindi kile ndio kwaya sasa ujana miaka 22, 23 wa moto huko mjini Mwanza, Tanzania. Lakini niko hivyo kwa sababu ya kwaya mpaka leo. Amen. Nimepata vyeo vikubwa sana, lakini sijaacha kuimba. Nilikuwa katibu wa mikoa wa CCM huko mawilaya wapi, lakini na sijaacha Yesu kwanza kufanya kazi ya Bwana. Mimi naomba tu mzidi kuniombea, tuombeane tufanye kazi ya Bwana. Huwa nawaambia hivi, wa kukuinua ni Mungu. Amen. Nyagwasa mimi nafurahi sana. Wanasiasa wengi na kwa nafasi kama yako ukizana uremba na bandike ndege na hawa utelaisi mpaka Roho wa Bwana azidi kukubariki. Leo AICT Kalebezo Kwala inasimama kama kielelezo cha uvumilivu, urithi na nguvu ya familia katika imani. Teresa Cosmas. Jina langu. Kwa Benjamin Mkomango tumeimba naye sana miaka. Huyo ndio alikuwa mwalimu wetu. Yaani alikuwa anatufundisha hivi. Yaani wale wavulana walikuwa yaani wakaka tu. Wale wa kike ni wadada zao. Kwa hiyo msifanye mahusiano kwenye kwaya. Yaani tulikuwa waimbaji wazuri tu. Hata mkiimba usiku, yaani hakuna lolote litakalotoka libaya. Mimi mtoto wa kwanza niliimba naye kwaya. Uko hapa leo mtoto wake? Hamna, yuko Dar es Salaam.
Naye kule Dar es Salaam. Alikuwa fundi wa magita yote. Alikuwa anaimba na kina Samuel Ngongoro. Samuel Ngongoro nimeanza kuimba naye mdogo kabisa, yani sio alikuwa wa miaka 11. 12 unaona. Huyu Samuel Ngongoro. Kuna siku moja tulienda Kishinda huko. Wakati wa usiku mwenzetu kaza kamfuko akakaweka kichwani akalala. Kumbe ulikuweko moto. Sasa kamfuko kote ngozi kaungua. Akakoswa nguo ya kuvaa. Na ndio nguo ya kuvaa kesho kwenye mkutano. Hizi ndio shukrani, kila mmoja anakumbuka la kwake leo. Akajifunga lishuka. Injili kaenda. Injili kaenda. Tukaimba mpaka mkutano tukaumaliza. Sasa kwa hiyo mimi nawaomba jamani ambao mnaoimba sasa hivi. Muimbie Mungu kwa kweli. Mimi na mtoto wa mwisho kabisa kuzaa nimeimba naye. Mpaka akasoma form 1 naimba naye. Hii ni habari ya watu walioanza na sauti tupu na leo wanashuhudia ukamilifu wa ahadi za Mungu. Historia hianzi leo. Inarudi nyuma mpaka mwishoni mwa karne ya 19 wakati wa misionari walipokanyaga ardhi ya Tanganyika. Lakini kwa kanisa la AICT Kalebezo, mbegu ilipandwa mwaka 1947, ikakua na kuchanua kupitia kwaya iliyoanzishwa mwaka 1975. Kwa uchache wao miaka hiyo walijenga kanisa dogo kwenye shamba la mwamini mmoja marehemu Meriki Makuni. Lilikuwa kando ya milima ya kuelekea Katoma pakiitwa Misungwi. Kutokana na juhudi za kueneza injili kuwa kubwa, waamini hao walituma maombi makao makuu ya kanisa huko Makongoro Mwanza waletewe mwinjilisti 1947. Kanisa likaletewa mwinjilisti wa kwanza mzee Meriki Makuni aliyetumika katika kanisa kwa uaminifu na miaka mingi. Mwaka 1961 kanisa lilihamishwa kutoka Misungwi Mlimani na kuhamishiwa Kalebezo baada ya ongezeko la wainjilisti. Ndipo muumini mmoja marehemu James Bubele alitoa sadaka kipande cha ardhi chenye ukubwa wa ekari 2 tu. Kanisa lijengwe shambani humo. Kanisa likajengwa na kazi ya injili ikaendelea kipindi chote cha mwanzo wa kanisa huko Misungwi hadi kuhamia Kalebezo Madukani mwaka 1961. Ibada ziliongozwa na manoti za kanisa na mzee marehemu Zakaria Ngongoro. Mnamo mwaka 1975 marehemu Enos Njashi alianzisha kwaya aliyoiita AICT Kalebezo kwaya. Kwaya hii ilianzia nyumbani kwake ikiimbwa na wanakwaya wachache. Pole ilikuwa na kuanza kuongezeka idadi na kuwa ikitumika kanisani katika matukio na ibada zote. Mzee Njashi alikuwa mtumishi wa umma. Kwa kipindi hicho alihamishwa kikazi. Mungu akamleta mwalimu Benjamin James Mikomangwa mwaka 1976 ambaye alipandisha taaluma na mbinu. Kwaya ikawa imefahamika maeneo mengi na ikashiriki mikutano mikubwa ya injili ya kanisa tumika Geita, Chato na kwingine kwingi. Pia iliendelea kufanya vizuri. Kwaya ya AICT Kalebezo ilipata vyombo vya muziki, wapiga vyombo wazuri, na mwalimu wa muziki alikuwa ni Aaron James Mikomangwa. Mpiga soro maarufu alikuwa Meriki Busumabu, lakini Samuel Zakaria alihusika na bass guitar. Rhythm alihusika mwalimu mkuu Benjamin Mikomangwa. AICT Kalebezo ya miaka hiyo ilikuwa katika ubora wake. Kanisa kuendelea kujiimarisha katika huduma ya kupeleka injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa watu ambao hawajapata fursa
kusikia neno la Mungu. Niliingia nini? Nijivunie nini? Chini ya uongozi wa marehemu Enosi Njashi, sauti za mwanzo zilianza kusikika. Nijivunie nini? Yote ni Bwanangu mpaji. Ilikuwa ni kwaya ndogo iliyoanza nyumbani kwake ikihudumia waumini wachache wa kijijini. Lakini Mungu alikuwa na mpango mkubwa zaidi. Mpango uliomleta mwalimu Benjamin James Nikomangwa mwaka 1976. Mimi kuanza kuimba kabisa nimeanza mwaka 1960, niko darasa la pili. Wakati wa sheniko kadogo tulikuwa na kwaya ya shuleni Karebezo hapo. Mimi nilikuwa naimbisha. Mzee Ngongoro ndio kwa ananifundisha namna ya kupiga mkono. Mzee Ngongoro unapanda unashuka unakata mawimbi. Mzee Ngongoro. Mkutano wangu wa kwanza kuimbisha mwaka 60 ulikuwa mkutano walikuwa sema Libilingari ya Charo. Kipindi kile yani paka Kahunda kule lilikuwa Chaburongo huko sehemu za Irenza. Sasa kituko ambacho nilifanya hakikuwa kituko, lakini ndivyo tulikuwa tumepanga. Tulipoimba tulimba vizuri sana. Akina marehemu leo bado wasichana wengi tu, akina Jefta Mkilima mume yake na Susana. Tulipoimba tukaimba nikakata wimbo. Hawajamaliza nikatembea paka kama kule njiani. Wale kabareka. Kumbe tulikuwa tumefundisha, nilipofika kule nikanyosha mkono, alafu akamalizia kuimba. Zawadi iliyopatikana sijaipata mpaka kufa. Piga makofi mengi. Bwana asifiwe. Yesu mahali. Yeye ni Msukuma. Yeye aliimba kwaya na hawa akina Mwalimu Benjamin. Tukaenda huko Itabagumba akiwa amejitwika spika. Na maspika kwenye kichwa. Yeye anasema anamshukuru Mungu kwa umri huu, wenzake wote wameitwa na Bwana lakini yeye yuko hai. Wamebaki wawili tu na Joyce Wandejo walioimba hii kwaya. Wabariki. Niko hapa mimi Bwana Yesu na mzee wangu. Naomba Mungu akujue. Anasema anaomba Mungu ashukuriwe, alioimba nao na kutumika nao wengi wameitwa na Bwana, lakini yeye anamshukuru Mungu kwa uhai kuiona hii siku ya leo. Huyu ni mama yetu Bibi Mwana Isaka. Tabitha Isaka, huyu mama anamshukuru Mungu. Makofi kwake. Huduma ya uimbaji miaka ya 7 na 8 haikuwa rahisi kama leo. Hakukuwa na usafiri wa kutosha, hakukuwa na mifumo ya kisasa ya sauti. Wanakwaya hawa walikuwa jeshi la kiroho lililopambana na hali ngumu ili neno lifike mbali. Nakumbuka kipindi hicho tulikuwa na Mwalimu Benja, alitufundisha namna ya uimbaji, namna ya kupiga vyombo. Lakini kikubwa anachokikumbuka tulisafiri kwa trekta kutoka hapa mpaka Geita. Chato. Jamani, trekta kabisa. Ekeregeta. Lakini Mungu alitubariki tukaenda tukaimba salama. Hala nalo likumbuka kabisa lililotutesa. Tulienda kuimba Itabagumba. Usafiri ukakosa. Tukajitwisha mama. Speaker. Imekuwa kutembea kwa mguu kutoka Itabagumba mpaka Karebezo. Tunapomkufuru meza yake takatifu imekuwa. Licha ya changamoto, kwaya haikufa. Mwalimu Benjamin Nikomangwa alipandikiza mbegu ya nidhamu na ubunifu ambayo imeishi kwa miongo 5. Leo
Kwaya ya Kalebezo ni mchanganyiko wa busara za wakongwe na nguvu za vijana. Nilikuwa mwanakwaya hata shuleni Kahunda, nilikuwa mwanakwaya mtegemewa. Tuchukua vikombe vingi wakati tunaimba, kina mzee Shindeka, kina mzee Nyagwaswa, baba yake na hawa ndio walikuwa walimu wetu wanifundisha namna ya kuimba sauti. Ndio maana nikisema nipange sauti mimi napanga hasa. Tukio jingine kwenye mkutano wa Geita mwaka 82, tuna uniform ya Angoko, vitenge vya Angoko, nakumbuka. Mhubiri alikuwa Usere Mensa, pastor kutoka Zaire. Ulikuwa mkubwa sana, na waimbaji kutoka Kenya pamoja na Tauni Kwaya. Tulipoitwa kuimba AIC Kalebezo Kwaya, sijisifu, ni kwa sababu ya Mungu. Tuliimba wimbo wa Msamaria. Msamaria alikwenda teka maji, kamkuta Yesu katulia. Kwa kweli tulipomaliza kuimba, mkutano wote ulishangilia sana. Mpe Yesu makofi mengi. Mpe Yesu makofi mengi. Mpe Yesu makofi. Baada ya mkutano, baada askofu aliposimama kuhubiri, Askofu Nyagwaswa anasema kwamba baada ya ibada kwaya AIC Kalebezo tukutane kanisani ili niweze kuchukua nyimbo zao. Na kwa hiyo tufanye hivyo. Alipokuja kuchukua nyimbo akasema hivi, huo wimbo Msamaria aliyetunga lazima awe ni mwalimu. Askofu Nyagwaswa alisema hivyo, lazima awe ni mwalimu. Nasema uongo? Nikasema ni kweli, mimi ni mwalimu. Nasema Bwana kubariki. Mwalimu Benjamin hakuishia tu kufundisha nyimbo, bali alilea maisha ya kiroho ya wanakwaya wake, akihakikisha kuwa kwaya inabaki kuwa familia moja yenye upendo na mshikamano. Siku ya familia au Family Day haikuwa tu sherehe ya kula na kunywa, ilikuwa ni madhabahu ya shukrani. Wakongwe waliokuwa wamesambaa mikoani walirejea nyumbani kuungana na watoto wao na wajukuu wao katika huduma. Baada ya kutoka Mwalimu Joshua Malula, tukaa tumempata huyo kijana. Piga kigeregere kwa mwalimu. Kama alivyosema Mwalimu Mikomangwa, kwa kweli walimu wana vipaji. Manake na huyu ni mwalimu wa shule ya msingi, na ndio mwalimu wetu wa kwaya, na ndio mwalimu wa nyimbo karibia zote tulizoimba leo. Kwa kweli huyu mwalimu anatufaa sana. Ila kama ninavyosema tu kwamba uchumi, tungekuwa na uchumi mzuri, nafikiri angekuwa mnene kuliko hapa aliko. Lakini sasa piga kigeregere. Mwambie Yesu utanenepa kwa jina la Yesu. Utanenepa kwa jina la Yesu. Mwambie mwalimu utanenepa ndani ya Yesu. Utanenepa ndani ya Yesu. Amina. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, yupo anatuvumilia kwa madhaifu tulionayo. Kwa kweli ana moyo, anajitahidi sana kutuvumilia, anajitahidi mno. Hapa tulipo ametusimamia, tukaenda kutoa audio na tumetoa video. Tuko na flash hapa ya nyimbo zetu. Huyu kijana kwa kweli ametusimamia mpaka tumefikia hiyo hatua. Maana ndio tulikuwa tunaililia tutaimba tu hivi hivi mpaka lini? Kina Mikomangwa wakatuachia timu ya Wiza na kinake, lakini tulikuwa hatufiki pale tulipokuwa tunataka. Lakini huyu kasimama na sisi mpaka tumefika kwenye tarajio letu. Na tunategemea sasa Mungu akipenda tuende zaidi na zaidi, tutoe ya pili na ya tatu na ya nne. Piga kigelegele. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, watu wa Kalebezo, naomba tuendelee kuombeana, tuipende hii kazi ya Bwana. Hii kazi ya uimbaji ni kazi ngumu, mambo mengi kama vile kwenye familia. Utatakiwa sale, utatakiwa nauli, utatakiwa nini. Kwa hiyo hili ni jambo la kuombeana na kutiana moyo. Ndugu zangu wapendwa, niseme tu kwa ambao wako huko hawaimbi lakini shauku kapo kakuimba, karibu. Naomba usifungwe na chochote. Piga kigelegele kwa ukaribisho huo.
Piga kigelegele kwa ukaribisho huu. Tuungane tuifanye kazi ya Bwana. Changamoto zipo tu kokote. Ulikong'ang'ania huko, yawezekana ndio kugumu zaidi, bora hata ukiwa kwenye kwaya. Kwenye kwaya utapata hata wazo fulani, ukakumbuka wimbo mmoja, unaosha vyombo, unauimba, moyo unashuka. Jamani, makofi. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, sina zaidi sana. Cha msingi tuombeane. Kwa majina yangu ninaitwa Emmanuel John. La kwanza nimshukuru Mungu wa uzima kwa ajili ya uhai wa watu walioianzisha kwaya hii. Mungu azidi kuwalinda sana. La pili nimshukuru Mungu wa uzima pia kwa aliyempa wazo hili la kuifanya siku ya leo. Jambo la tatu, kuna msemo unasema kwa Kisukuma, wacha wanona uluucha unona nuru wale wabubi ukunona doro chikolonoro. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya Mwalimu Benjamin Kumango, na kwa sababu hamjasubiri mpaka afe ndio anone. Mwalimu Benja, naomba uje hapa kabisa. Hao wanaochukua picha iende huko kwamba Benja alipoanzisha Karebezo kwaya alijukuu mbele ya mwanae wa mjukuu. Pigeni kigelegele Mwalimu Benja. Mwalimu, ndio simame hapa na mtoto wako wa kihuduma. Huyu mtoto wako sana kwenye huduma, ila ana appreciate. Karibu. Pengine inawezekana kuna heshima fulani ambayo nilikuwa sina juu ya Mwalimu Benjamin, ila kwa haya imeongezeka. Mwisho kabisa niombe kwa ajili ya kwaya ya Karebezo. Mungu azidi kuwainua, kuwatoa hapa, kuwapeleka viwango vingine, na wale ambao bado na sisi wanatufuata kama hawa ambavyo ilikuwa kuna watu wamesema hapa walikuwa na miaka 12 wakina Ngongolo, na sisi wapo wenye miaka 12 sita ngapi. Niwaombe kwa Mungu kwamba hivi sisi tunavyopita na wao waje waendelee hapa tunapotokea. Kigelegele kwa mwendelezo mzuri huo. Bwana nakasirika tunapomdhihaki, Bwana nasononeka tunapomkufuru. Meza yake takatifu imekuwa haiheshimiwi. Tunapohitimisha safari hii ya miaka 50, ujumbe ni mmoja. Injili ni kijiti kinachopokezwa. Wakongwe wamepiga vita vilivyo vizuri, wametembea kwa trekta na miguu ili leo vijana waweze kuimba kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Lakini roho inabaki kuwa ile ile, kumtangaza Kristo. Mimi nitoe wito kwa Tanzania, tuendelee kushikamana. Nchi yetu Tanzania ni moja na watu wake, lugha yetu ni moja, na tulifundishwa katika amani na upendo. Tushirikianeni, tuunganeni, tuushinde uadui. Kama ni uadui majinga, uadui maradhi, magonjwa, tuushinde. Lakini pia na udini tuushinde. Tusiruhusu udini ukatugawa, turuhusu udhehebu ukatugawa. Tusiruhusu watu wakatuingizia imani tofauti, bali tumtangazeni Yesu Kristo aliye hai na tuendelee kutumika kwake. Mimi siwezi kusema kwa kweli, mimi ni Mungu amenipa hicho kipaji, na mimi nimerithi kutoka kwa mama. Mama alikuwa mwimbaji amakazeke no kama hane nurugutwara ako mahane yaya kutwara mwenga kugabura mwenga
uratio ngwana nkanda bipiga kana kagikuru kamuka mwana sanange kabusekeseka ndakumbuka sana ilikuwa ni hatari. Meza yake takatifu imekuwa haiheshimiwi. Unaposogea mezani pa Bwana jitakase we mbaba. Unaposogea mezani pa Bwana jisafishe. Usilete mazoea kwenye kazi ya Mungu. Usilete mazoea kwenye kazi. AICT Kalebezo Kwaya itaendelea kuimba, sio kwa sababu wao ni bora, bali kwa sababu wamekubali kuwa familia moja chini ya Kristo. Miaka 50 iliyopita ilikuwa mwanzo tu, safari inaendelea. Safari hii ni zaidi ya simulizi ya muziki. Ni ushahidi wa uvumilivu, imani na nguvu ya umoja inayovuka mipaka ya damu. Kutoka sebuleni kwa mzee Enosi Njashi hadi kuwa sauti ya matumaini kwa maelfu ya watu, Kalebezo inatufundisha kuwa kile kinachopandwa kwa upendo na nidhamu hakifi, bali kinastawi kizazi hadi kizazi. Naona miaka tunayoifanya sisi wanadamu. Naona kufuru tunayo. Na hapa ndipo tumefika mwisho wa wasifu wa waanzilishi wa kwaya hii. Shukrani za dhati ziende kwa uongozi wa kanisa la AICT Kalebezo, mchungaji kiongozi, ndugu Elisha Tito, familia ya mwalimu Benjamin Miko Mangwa na kila mmoja aliyetoa mchango wake kufanikisha makala haya. Shukrani pia kwako mtazamaji kwa kuwa nasi tangu mwanzo. Kwa niaba ya timu nzima ya uzalishaji iliyofanikisha wasifu huu, mtayarisha na mhariri ni Emmanuel Makuliga. Jicho la kamera lilikuwa chini ya wapiga picha Ali Kombo na Emmanuel Makuliga. Msimamizi wa kipindi ni Victor Chacha na niliyekuwa mrusha matangazo wako ni mimi Venita Salvatori. Usikose kuendelea kufuatilia vipindi vingine vya wasifu kama hivi kila siku ya Jumapili wakati na muda kama huu. Kipindi cha wasifu kinakuletea simulizi halisi za maisha, huduma na mafanikio ya watumishi wa Mungu ndani na nje ya nchi. Tunakutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyofuata hapa Star TV. Kwa heri kwa sasa. Mtu ametoka kuroka usiku, anasogea mezani pa Bwana kushiriki. Mtu ametoka kusengenya wengine, anasogea mezani pa Bwana. Mtu ametoka kulewa kirabuni mataptapo, anasogea mezani pa Bwana. Mtu ametoka kuzini jamani, anasogea mezani pa Bwana. Mtu ametoka kuroga usiku, anasogea mezani pa Bwana kushiriki. Mtu ametoka kusengenya wengine, anasogea mezani pa Bwana kushiriki. Mtu ametoka kulewa kilabuni mataptapo, anasogea mezani pa Bwana kushiriki. Wanazidi kumdhihaki Bwana, na wengine wenye mambo ya ajabu wanazidi kumdhihaki
wakijua kuwa mchungaji wao hayajui matendo yao mabaya. wamesahau kwamba yupo Bwana anayeona mambo ya sirini, wakijua kuwa mchungaji wao hayajui matendo yao mabaya. wamesahau kwamba yupo Bwana anayeona mambo ya sirini. Mkiwa wachafu msiguse vilivyo vitakatifu hekaluni. Mkiwa wachafu msiguse vilivyo vitakatifu hekaluni. Jitakaseni kwanza, jisafisheni kwanza, jitakaseni kwanza, jisafisheni kwanza. Ndugu wanakanisa na waimbaji wenzangu, tuendelee kumwimbia Bwana ambaye huimbi bila sababu. Shauri yako. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi.